Kwa wale ndugu zangu ambao mnahitaji huduma bora za ujenzi wa vyoo vya kisasa ambavyo havijai zaidi ya miaka 50 unavitumia, basi suluhisho la kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai linapatikana kwa mtu bingwa mmoja tu anaitwa PMP Company Limited, yupo jijini Dar es Salaam, Tanzania, akifanya kazi pia nje ya nchi na maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kama upo mkoani, mpigie simu sasa hivi. Kama upo Dar es Salaam, unajenga nyumba yako kali ya kisasa ambayo ni moja kati ya nyumba ambayo huhitaji usumbufu wa vyoo kujaa pamoja na kutapisha vyoo wakati wa mvua, piga simu sasa 0768643243. Banao ni PMP Company Limited, wamerudi tena kwa kishindo cha hali ya juu zaidi, na hawa sasa wananipa nguvu ya kuwapa taarifa ambazo zinatokea pale nchini Urusi. Bana, kati ya Urusi pamoja na Ukraine bado kuna mbilinge zinaendelea. Sio Urusi wala sio Ukraine ambaye anataka kuonekana mnyonge, lakini kule Mashariki ya Kati nako mambo ni mazito. Sio Marekani wala sio Muirani ambaye anatakiwa kuonekana mnyonge. Tunaanza na Urusi. Watu wasiopungua 10 wamejeruhiwa leo, ikiwemo moja ya mtoto ambaye ana umri mdogo sana na wengine 3 wa raia wa China, kufuatia mashambulizi makubwa ambayo yamefanywa na Ukraine kwa kutumia drone na yakaushambulia mji mkuu wa Urusi kwa maana ya Moscow na maeneo ambayo yanaizunguka Urusi. Na hii taarifa ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na maafisa wa Urusi. Kwa mujibu wa meya wa Moscow pale anaitwa Sergei Sobyanin, anasema ndege zisizokuwa na rubani zaidi ya 400 zote zilielekezwa katika mji huo na vitongoji vyake usiku wa kuamkia Jumatatu ya tarehe 20 mwezi wa 7 2026, katika kile ambacho amekitaja kuwa ni miongoni mwa mashambulizi mabaya na makubwa zaidi kuwahi kulenga eneo hilo tangu operation ya Urusi ilipoanza pale nchini Ukraine 2022. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Urusi, wanasema hivi: mashambulizi ya Ukraine yalianza majira ya saa 2 usiku na dakika 30 Jumapili na saa 5 na saa 11 kamili za alfajiri kwa maana ya siku ya Jumatatu yenyewe. Na anasema kwa bahati nzuri sana ni kwamba droni nyingi sana za Ukraine ambazo zilikuwa zimerushwa zilidunguliwa kabla hazijashambulia kabisa mji wenyewe wa Moscow wa pale Urusi, na droni nyingine 85 ziliharibiwa wakati zikikaribia kuingia katika mji huo mkuu. Na nikimnukuu sasa bwana Sobyanin, anasema mashambulizi mengi yalizimwa na vikosi vya ulinzi wa anga kabla havijafika karibu na mji. Droni 85 zilidunguliwa ambapo zilikuwa zikielekea pale Moscow. Na gavana wa mkoa wa Moscow anaitwa Andrei Vorobyov anasema watu 10 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo, na raia 3 kati ya hao 10 ni raia kutoka kwa bwana Xi Jinping kwa maana ya rais wa China. Anasema watu 6 walilazwa hospitalini katika eneo la Domodedovo na baadhi yao wakipata majeraha ambayo yamesababishwa na vipande vya mabaki ya milipuko pamoja na wengine ambao wamevunjika mifupa. Poleni. Wanawake 2 wamejeruhiwa kwenye mji wa Podolsk, wakati msichana akiwa mwenye umri wa miaka 11, binti mdogo katika wilaya ya Odinstovo, alipata mshtuko mkubwa wa kisaikolojia lakini hakupelekwa hospitali. Huyu bwana Vorobyov anasema athari kubwa za mashambulizi haya zimerekodiwa zaidi katika maeneo ya Podolsk, lakini pia kule Domodedovo pamoja na Odinstovo, ambapo droni ambazo zilisambaratishwa zilisababisha uharibifu wa nyumba binafsi, miundombinu ya kiraia pamoja na kusababisha moto katika maeneo kadha wa kadha. Katika eneo la Odinstovo, gari moja na nyumba binafsi ziliharibiwa bila kuripotiwa majeruhi, huku katika eneo la Podolsk ilishuhudia mtoto na alishuhudia moto mkali pamoja na uharibifu wa miundombinu pamoja na nyumba katika kijiji kimojawapo cha Maloye Tolbino. Hii ni ripoti ambayo imetolewa ambapo kaimu gavana wa mkoa wa Bryansk anayefahamika kama Igor Kovachuk, yeye amesema mtu mmoja aliuawa, wengine 13 wamejeruhiwa katika mashambulizi ambayo amesema yalifanywa na magaidi wa Kiukraine. Mashambulizi haya ya Ukraine yanakuja ikiwa aliyewahi kuwa ofisa wa jeshi la Marekani Stanislav Klapivnik anasema kwamba Ukraine imekuwa ikishindwa kulenga kwa ufanisi vituo vya kijeshi na viwanda pale nchini Urusi kutokana na kuimarishwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga, na anasema kwamba mashambulizi yake kwenye malengo ya kiraia na miundombinu ya kiuchumi ndiko ambako Ukraine wamekuwa wakifanya mashambulizi ya mara kwa mara. Na
mashambulizi haya ya Ukraine ya urushaji wa hizi droni zaidi ya 400, droni nyingi sana, ni moja kati ya shambulizi ambalo linakuwa ni shambulizi kubwa baada ya mashambulizi mengine ambayo yametokea kati ya Julai 11 na 18, ambapo droni 1892 zilielekezwa katika mji mkuu wa Urusi kwa maana Moscow na maeneo ya jirani, ambapo nyingi zilidunguliwa ikiwemo zile 207 ambazo ziliharibiwa katika mji huo. Na kwenye shambulizi la usiku pekee droni zaidi ya 370 zimedaiwa kuelekezwa katika mkoa huu wa Moscow. Kwa hiyo wa Ukraine kuna namna fulani hivi ni kama hawataki unyonge mbele ya Urusi, lakini Warusi wanasema kwamba wao watahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Na Ukraine pia wamekuwa wakishambulia kwenye maeneo ambapo pia kuna makampuni ya kibiashara ambao wanaendesha biashara za kimtandao. Kwa mfano pale Russia kuna ile kampuni ambayo inaitwa Wild Berries ambayo ipo katika ule mkoa wa Tambov pamoja na karibia na kule Moscow. Na wanasema hivi wa Ukraine wanafanya mashambulizi katika eneo hiyo eti kwa sababu wanasema kuna uwezekano mkubwa Russia wamekuwa wakitumia maeneo ambayo inasemekana ni kama kuna huduma za kimtandao na mambo mengine kama sehemu ya kuanzishia mashambulizi pale nchini Ukraine. Hii ni ripoti ambayo inatoka kule, tuishi nayo hiyo. Tukigeukia kule nchini Iran pamoja na Marekani, Middle East, ni kwamba taarifa ziwafikie mabibi na mabwana. Iran pamoja na Marekani bado wanaoneshana nao wanapimana uwezo kwa kiwango cha hali ya juu sana, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Marekani wanasema wanaye mpango wa kuingia sasa rasmi katika vita kubwa zaidi dhidi ya Iran, na wanasema pia wanaye mpango wa kuimarisha uwezo wa kijeshi Mashariki ya Kati wa jeshi la Marekani. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba hii ni ripoti ambayo imejadiliwa na Wamarekani katika ikulu ya White House. Na kwa mujibu ni kwamba Marekani sasa hivi wameanza kuongeza idadi ya ndege zake za kivita katika eneo hilo, na maafisa wanaonya kwamba mzozo kati ya Washington pamoja na Teheran unaweza kugeuka kuwa vita kamili na badala ya kuwa proxy war. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, walisema kwamba wanajeshi 4 wa Marekani wameuawa kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo kule Mashariki ya Kati. Na vikosi vya Marekani vilikumbwa mara kadhaa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani, drone, kutoka Iran, ambayo sababisha makumi ya wanajeshi kujeruhiwa na kuharibu helikopta kadhaa aina ya Black Hawk, moja kati ya helikopta ambazo Marekani wamekuwa kivimba nazo vibaya, lakini zilishambuliwa na Iran. Na Marekani inajiandaa kwa vita vikubwa zaidi. Moja ya maafisa wakubwa wa ngazi za juu kabisa, ile top layer ya maafisa wa Marekani ambaye hajataka jina lake liwekwe hadharani, anasema kuna uwezekano wa Marekani kuanzisha mashambulizi haya, na ameenda mbali zaidi, anasema uwezo wa Marekani kuendesha operation za muda mrefu unaweza kuathiriwa na upungufu wa makombora ya kujihami na mifumo ya kuzuia mashambulizi ya anga ambayo imekuwa ikitumika kwa kiwango kikubwa tangu kuanza kwa mapigano. Na mnukuu hapa ili binadamu wote msije mkasema Mr. Alex Guido Mvinge mtoto wa watu, ameongeza maneno: hatuna akiba ya kutosha kuendeleza operation hizi kwa usalama, na sidhani kama White House inalifahamu hilo. Kwa maana Marekani wenyewe wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa tunataka kutangaza vita kupambana moja kwa moja na Iran, lakini bado hatujawa imara katika eneo la silaha. Na hii inapelekea ile kauli ambayo ilizungumzwa na bwana Donald Trump, ambapo alisema kwamba Marekani sasa inasisitiza kupunguza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kijeshi wa Iran, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Wairan wa jana ni Wairan hatari zaidi, yani Wairan wa leo ni Wairani hatari zaidi kuliko wale Wairan wa jana. Kwa hizi ni taarifa nyingine ambazo mabibi na mabwana, you better know, mjue nini ambacho kinaendelea. Lakini kubwa zaidi tunaendelea kuwakumbusha kwamba sisi kama familia, kama daraja, tunatumika kufikisha hizi ripoti, na mambo mengine mnabaki sasa nyie pia kuweza kufuatilia kwa kina zaidi. Lakini good enough ni kwamba kinachotokea kati ya Marekani pamoja na Iran, nadhani watu wengi walikuwa hawajakitarajia. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.